Hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz Türkçe de Satrar. Tamam. Tunaendelea na kile kipande ambacho tumeshatoka kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kubadilisha gechiol kwenda geche kwa kanuni zile ambazo tulizoziongea. Sawa Kwa kanuni ambazo tumeziongea, kanuni ambazo kama utakuwa unaongeza kitenzi katika usomaji wako wa saa, basi mabadiliko yanatakiwa yaweje. Tumeshaona kipindi kilichopita na tukasema mfano unaofuata tutaenda kuonyesha kwa nini var inatoka kwenda kwenye kala. Sawa Sasa kwa nini var inatoka kwenda kwenye kala? Formula ya gechiol kwenda kwenye geche tushaongea, na sababu ni hiyo hiyo moja ya pia kumtoa var kumpeleka kwenye kala. Sababu ni ile ile moja. Sababu ni kama tu utazungumza saa halafu itahusishwa na kitendo, yani kitenzi ndani yake katika sentensi yako. Kwa hiyo kama unazungumza Kituruki halafu unahitaji kusoma saa, kwa maana ya unahitaji kutaja saa kwa muda huo ambao kitenzi kitahusika, basi ni vipi ambavyo mabadiliko yanapatikana. Sasa kule tulizungumza kwa mabadiliko yanapatikana kuanzia saa husika kutoka dakika 1 mpaka 29. Na hapa tunaenda kuangalia sasa matumizi ya var yanapoondoka kwenda kwenye kala, kama unatumia nini, kama unatumia kitenzi pia. Tunabadilisha var kwenda kwenye kala. Matumizi ya var, kama unafuatilia vizuri na ulituliza fuvu, manake ulielewa kwa nini tulikuwa tunatumia var katika kipindi kilichopita. Tumeonyesha kwa nini tulikuwa tunatumia var katika usomaji wa saa. Sasa kwa nini var leo itoke iende kala, ndio hicho kitu ambacho tunaenda kukiangalia. Sawa Kwa hiyo umeshaelewa kuwa kabisa matumizi ya var kule nyuma tuliambiwa var inatumika kama tunasoma saa kwa aina fulani, kwa mtindo fulani. Kwa hiyo sasa hivi nataka kuelewa kuwa kama nasoma saa kwa mtindo fulani, yani kama nahusisha kitenzi, manake var itatoka inaingia kala. Sababu ni ipi? Sababu tumesema ni kuhusishwa kwa nini? Kwa kitenzi katika sentensi. Sasa kitu ambacho naenda kwa kukifundisha ni kitu ambacho kala inatumika kala kuanzia saa husika ile ile. Mfano wa mwisho tulitoa kwa ninakuja saa 6:15. Ndio nakumbuka katika kipindi kilichopita tulisema ninakuja saa 6:15. Sentensi yake tukaisoma kabisa, saat altar. Sawa Tukasema gechiol, geche, geliyorum, ndio sentensi ambayo ilibadilika. Okay, sentensi hiyo ndio ambayo tafsiri yake ninakuja saa 6:15. Sasa tukasema tutatumia ile ile saa 6, lakini dakika mwanzo tulizotumia katika mfano wa kwanza wa kutoa gechiol kuweka geche, zile dakika mfumo wake ule hatutautumia, tutaenda kwenye mfumo wa pili. Kwa hiyo saa ikiwa ile ile, lakini kuanzia dakika 31 mpaka 59. Hapo tukiongea tunazungumzia saa zile ambazo zitakuwa bado kasoro kwa maana. Kwa hiyo maana yake kama itakuwa ni saa, au kwa sababu tunataka tutumie saa hiyo hiyo saa 6, acha tuitumie saa 5 na dakika 45 ili iwe imebaki robo saa kutimia saa 6 kamili. Tumeelewana Nyuma tumezungumzia saa 6 na robo. Sasa tunataka tuongelee sasa ili ifike saa 6. Kwa saa 6 ndio saa yetu kamili kama lengo la sentensi ilivyo. Kwa tutatumia sentensi ile ile na kuja saa 6 kasorobo. Sasa hivi tutasema nakuja saa 6 kasorobo. Kwa maana yake muda utakuwa ni saa 5 na dakika 45, na mimi nataka kusema nakuja saa 6 kasorobo. Tutatumia 6 ile ile tuliyotumia katika mfano uliopita. Nia yetu sio saa, nia yetu ni kujua matumizi ya var kutoka kuingia kwenye kala ikiwa kwenye mtindo wa sentensi ambayo inahusisha kitendo. Hiyo ndio nia yetu. Sawa Kwa kama umenifuatilia vizuri kwa vipande vyote, utakuwa hakuna tatizo hapa. Kwa sasa tunabadilishaje? Kubadilika ni kule kule. Mfumo ni ule ule, saat, formula yake itatumika saat, alafu tutataja saa husika. Saa husika sasa kwa sasa hivi kwa sababu ni saa 5 na dakika 45 na mimi nataka niseme nakuja saa 6 kasorobo, manake naizungumzia saa 5 na dakika 45 ndio saa 6 kasorobo. Kwa mfumo wa kusoma saa nyuma tulisema kabisa var ipokuwa na manake imebaki, var tusema imebaki. Kwa mfumo tunakumbuka kabisa nyuma tulizungumzaje. Tulisema kama saa ambayo unataka kuitaja bado dakika fulani itimie saa inayofuatia. Kwa ukitaka kusoma saa namna hiyo mfumo wake tulishasoma kule nyuma, tulisema hautoitaja saa husika. Kwa hapa tuna saa 5 na dakika 45, lakini nia yetu ni kupata saa 6 kamili, yani saa 6 kasorobo. Sawa
Kwa saa 6 kasorobo ndio nitakuja. Kwa hiyo ni hiyo saa 5. Tumeelewana hapo katika sentence. Kwa kumbe ninakuja saa 5 na dakika 45, lakini simwambii mtu saa 5 na dakika 45, naambia nakuja saa 6 kasorobo. Sasa saa 6 kasorobo ndio nakuja, lakini sio saa 6, maana nakuja saa 5 na dakika 45. Ila sijahitaji tu saa 5 na dakika 45. Nimeitumia mfumo. Sawa, na ndio hicho kitu ambacho tunaenda kuongea. Kwa pale kama kwenye kitenzi ni nakuja, ninakuja ndio kitenzi chenyewe, yani kuja. Kwa hiyo maana yake formula ni ile ile, tulisema utachukua saat, kama unavyotaka kusoma saa za Kituruki utasema saat, alafu utahitaji ile saa inayofuatia. Inayofuatia ndio saa 6 ujue. Ndio ambayo nakuja, ila saa 6 yenyewe haitotimia maana yake kasoro. Kwa hiyo lazima nihitaji hapa ni yetu ni ile kasoro. Sawa. Kwa hiyo saa 6 ni alt kama tulivyosema, kwa hiyo itakuwa saat alt. So saat alt kwa sababu inaelekea, ndio nataka kusema kasorobo, yani saa 6 yenyewe ikiwa kasorobo, kasoro dakika 15 ndio mimi ninakuja. Kwa hiyo maana yake hapo tunaweka viambishi vya kuelekea kama kawaida, kama tulivyofundishwa kule nyuma kama tunakumbuka. Kwa hiyo maana yake alt tutaweka kiambishi cha mwelekeo. Tulisoma viambishi vya mwelekeo yonome hale, tulisema lazima uweke viambishi vya mwelekeo pale. Sawa, a e ndio viambishi vile vya mwelekeo. Kwa hiyo vitakaa pale kwenye 6 ili kuonyesha kuelekea 6. Kwa hiyo maana yake altaya itakuwa altaya. Kule tofauti tuliweka viambishi vya biliritmehari, pokea tendo, katika mfano uliotoka wa kubadilisha gechiol kwenda kwenye geche kama tunakumbuka. Na hiyo yote hapo sirudii kwa sababu nilishafundisha kule saa kwanza zinasomwaje. Hapa na ninachofundisha ni mabadiliko ya mfumo wa usomaji. Kwa hiyo kusoma saa tushafundishwa. Hapa tunasema mabadiliko ya usomaji saa kwenye mfumo. Kwa hiyo itakuwa saat altaya ya ni mwelekeo. Kwa hiyo saat altaya mpaka hapo tumeshapata saa inayoelekea 6. Maana viambishi vya mwelekeo ndio vimeelekeza kwenye 6. Kwa hiyo saat altaya saa yenye mwelekeo kwenye 6. Kwa hiyo 6 na nini sasa? Sasa nataka kusema kasorobo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi akilini ipo tu kwa saa yetu ni bado hii saa 5 na dakika 45. Itakuwa saa 5 na dakika 45 ndio mimi ninakuja. Sawa Saa 5 na dakika 45 maana yake ndio saa 6 kasorobo. Kwa kumbe ndio huo muda ambao unauzungumzia, lakini kwa mfumo nataja saa kasorobo kwa sababu natumia mfumo wa saa inayofuata, ndio maana tumetumia hivyo. Kwa hiyo maana yake ni saat altaya. Baada ya altaya tulishasema ile neno 15 Waturuki ni robo saa, na kote duniani 15 ni robo. Kwa hiyo robo ni cheyrek kwa Kituruki, kwa maana yake itakuwa saat altaya alafu itakuja cheyrek. Sio tena 15 kama dakika 15, hapana. Kwa hiyo saat altaya cheyrek, alafu baada ya cheyrek pale ambapo tulikuwa tunatakiwa tuweke var itabadilika kuwa kara. Kwa sababu gani kara? Mbele kuna kitenzi kinaenda kukaa. Kitenzi gani? Geriorum. Kwa saat altaya cheyrek kala geriorum. Kwa maana yake ninakuja saa 6 kasorobo. Hiyo ndio tafsiri ya saa hii unayoiona, yani saa 5 na dakika 45 maana yake ni saa 6 kasorobo. Kwa Kituruki ukitaka kumwambia mtu ninakuja saa 6 kasorobo, maana yake ndio natakiwa tuongee hivyo. Utasema saat altaya cheyrek kala geriorum. Kwa maana yake ninakuja saa 6 kasorobo. Kwa hiyo hapo umeona mabadiliko yalivyokuwa, sawa ya var, ambayo nyuma ulikuwa ukitaka kutaja tu saa kasoro dakika fulani, maana yake ilikuwa simple kwa kawaida, maana yake pale tutakuwa tuweke var kwenye kala. Kwa hiyo hapo utakuwa umeelewa. Kwa hiyo kinachobadilika ni kutoa neno fulani kuweka neno fulani, ila saa usomaji wake ni hule hule. Kwa hiyo ndio mitindo na ndio sheria na ndivyo inavyotakiwa ufahamu kusoma saa kama unajifunza lugha ya Kituruki. Ikifika wakati wa kusoma saa, tayari mimi na wewe tumeelezana. Kwenye kipindi kijacho naenda kukuonyesha kutaja saa kukiwa kuna jambo fulani. Jambo gani sasa? Kwa mfano, unataka kusema niliamka saa 1 asubuhi. Mfumo wake kumbe nao hautumiki kama hii mifumo tuliyoisoma nyuma, nayo na mfumo wake tofauti. Nilifanya kitu fulani muda fulani. Sheria nyingine hutumika kama tulivyozieleza sheria zote kuanzia mwanzo. Kwa hivyo vipindi vyote uviweke akilini, ukituliza fuvu utakuwa umeshaelewa. Kumbe hapo sasa nikiwa nahusisha saa katika lugha yangu ya Kituruki, nikiwa nataka kuzungumza saa, kama nataka kusema hivi, basi natakiwa nifuate mfumo huu hivi, na huu ndio mfumo unaotumika
kwenye lugha yao. Kwa hiyo ukikutana na wenye lugha yao, ili usionekane una maseke, huyo mifumo umeshaipata. Girushurus, kujifunza zaidi, tuna channel zetu za Telegram. Utaingia kwenye profile yangu hapo, maelezo hapo, kuna link hapo ina maelezo yote, contact ziko hapo. Kwa hiyo kwa yoyote anataka tujifunze Kituruki pamoja, karibu sana. Kendine iyi back.